pole na jazba sana leo. Hao nyuma mwiko wanaonekana kwamba ndio wenye nchi. Sisi ndio wenye nchi, lakini sasa hivi wao wanaonekana wenye nchi na wananchi kweli. Kwa nini wanasikilizwa kila upande? Matakwa yao yote walioyataka yamesikilizwa. Sasa mimi mwandishi, kitu kimoja kwamba wakati tarehe 8 mechi ilivyoahirishwa, serikali hiyo hiyo, waziri wa habari na michezo aliwaita Simba na Yanga kujadili hilo swala la derby. Cha ajabu kwamba sisi hatukukuwa kwenye mkutano, tuliwakilishwa na viongozi wetu na hatukupata feedback yoyote ya ule mkutano. Lakini ilisemekana kwamba taarifa tulizopata kwamba walikaa kikao kuwaweka sawa hao utopolo ili wacheze mchezo huu wa tarehe 15. Sasa hapo kitu kimoja kinadhihirika kwamba hao nyuma mwiko hawakukubaliana na serikali. Sasa mchezo ulikuwa tarehe 8 mwanzo. Katika huu mchezo wa tarehe 8 TFF wakasema kwamba kulikuwa na ukiukwaji wa utaratibu na kulikuwa na dalili za rushwa. Ndio maana mchezo ukaahirishwa. Kulikuwa na sababu ambazo TFF ikapeleka tarehe iwe 15 wacheze. Sasa je, tumeona kwamba zimetoka taarifa kwanza za klabu kwamba tarehe 15 ndio mchezo ambao tutaucheza. Zaidi ya hapo hatuna mchezo, hatutacheza. Na taarifa hizi zilikuwa sahihi na tumezielewa wanachama na washabiki wa Simba. Lakini unakumbuka Ijumaa ulinihoji na jioni ndo ikatoka hizo taarifa. Sasa baada ya hapo wakatuma picha za viongozi wako na rais. Sasa mwandishi, kwanza kwenye bunge naibu waziri alisema kwamba serikali haitaingilia hiyo swala la derby, na katika utaratibu wa mpira na katika sheria za mpira serikali haina mamlaka ya kuingilia mchezo wa mpira. Unajua mwandishi, nikupe mfano moja kwamba Kenya ilitokea hivyo hivyo, serikali wakaingilia na nini mpaka CAF ikawafungia Kenya kwa miaka hii miwili kushiriki michezo ya kimataifa. Sasa je, kwa nini sisi serikali? Unajua mwandishi, tunasema busara busara busara. Hizo busara sisi ndio tuwe mbuzi wa kafara kwa za hizi busara? Sisi tuwe mbuzi wa kafara kweli kila wakati yani sisi ndio tusikilize busara kila wakati? Sisi ndio tuzielewe busara? Upande wa pili mbona hawaelewi busara? Ni moja hiyo. Kwa nimekupa mfano kwamba walivyoitwa na waziri wa michezo hawakukubaliana na hiyo busara. Sasa sisi kwa nini tunakubali kila wakati busara? Viongozi wetu wasimame, wawe na maamuzi. Mimi nasema hivi, tarehe 25 tusiingie uwanjani, tusipeleke timu. Mimi nakataa hilo kila wakati. Unajua mwandishi, sasa hivi Yanga wamekuwa watu ambao wanachotaka kinafanyika katika Tanzania hii. Wao ni nani? Na Ijumaa niliongea kwamba wao ni nani, wanasikilizwa kila wakati. Sasa hatukubaliani na hilo. Yani matakwa yako yote ya kusogeza mchezo mbele, si huyu ajiuzuru, huyu achie ngazi, yote yametekelezwa asilimia karibu 85. Sasa kwa nini leo sisi tuwe mbuzi wa kafara hizi nini busara? Hatutaki, hatukubaliani nalo. Alafu mwandishi, samani naomba nimalize kwamba rais wa nchi mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, sisi tuliona picha zimepigwa viongozi wa Simba na utopolo
lakini hatujaletewa statement yoyote kwamba kilichoongelewa nini, na viongozi wetu wamekaa kimya toka siku hiyo. Hatujaelezwa, na sisi wanachama tuna haki ya kujua kwamba kwenye mkutano kulijadiliwa nini. Je, labda mama amewaita tu kuzungumza kwamba wane bodi ya ligi na TFF muwe na maamuzi, basi muelewane, kwa sababu hiyo tarehe mama mwenyewe hamna statement yake yote kuhusu mchezo. Ndio. Wala hajazungumzia, wala hajasema kwamba mechi isogezwe tarehe. Hao ambao waliahirisha tarehe 8 waliopanga tarehe 15, hao tena wanapanga tarehe 25, na tarehe 25 wanapanga mechi hiyo ya tarehe 15. Kwa misingi gani hiyo ifike tarehe 25? Kwa sababu zipi? Na kanuni zipi mechi ya tarehe 15 yaahirishwe? Mechi ya tarehe 8 kulikuwa na sababu, lakini hii mechi ya 15 ilikuwa hazina sababu zozote. Mpaka sasa unataka kujua sababu gani zimepeleka mchezo mbele. Sisi, mwandishi, narudia kwamba sisi tuliziona picha za Mheshimiwa Rais na viongozi, hatujapata feedback yoyote, hatujaambiwa chochote na klabu. Waliosogeza mbele na waliopanga tarehe ni bodi ya ligi, na bodi ya ligi hao sasa hivi wamejiuzuru. Baada ya kupanga tarehe wamejiuzuru, na wengine wamesimamishwa, na wengine wameacha ngazi. Sasa leo hatuwaelewi. Sisi mechi yetu ilikuwa tarehe 15, mwandishi. Hatuwezi kucheza tarehe 25. Tunawaambia kabisa viongozi wetu kwamba tarehe 25 tusicheze. Kwa misingi gani tucheze? Yani sisi kila wakati tukae tunawasikiliza Yanga ni nani, mwandishi? Hatukubaliani na hilo. Sisi pia tuwe na maamuzi yetu. Ukimya wa klabu ya Simba unakutisha, Mwindi? Ndio, kwa sababu huo ukimya unaonekana kwamba kama tumekubaliana, na mimi nakataa hilo swala kwamba lisiwepo. Mechi ilikuwa tarehe 15 mwisho. Mimi nasema hivi, kama tarehe 25 viongozi kama wamekubali, basi viongozi waende uwanjani. Ndio, na Yanga wacha wape. Yani sisi tuko radhi kwamba tusiende uwanjani, na si sana. Wacha Yanga wape point 3 tukose ubingwa. Yani tuko radhi kwa hilo kuliko kucheza tarehe 25 ubingwa ligi kuu Tanzania bara, sababu tarehe 25, mwandishi, tutaenda kinyonge sana, tutaenda kinyonge. Tutaona kwamba leo sisi au utopolo wametutawala. Wanachosema wao kinafanyika katika mpira wa Tanzania sio sahihi, wala sio haki. Sio haki kabisa. Sasa haki ni ipi, Mwara? Haki ilikuwa tarehe 15 mchezo kuchezwa, ilikuwa hamna kingine. Tarehe 15 ilikuwa mchezo uchezwe, mwandishi. Kwa nini haikuchezwa? Ndio maana sisi tarehe 25 hatutaki tucheze, na tusicheze. Wacha Yanga wachukue ubingwa. Ndio ubaya ubwela. Wacha wachukue, sisi tuko radhi na tuna furaha kwa hicho tulichofanyiwa. Tuko radhi tukose ubingwa huu. Mnyama we bye tena. Kwa sababu, mwandishi, leo ukiangalia serikali haina mamlaka ya kuingilia mpira katika nchi yoyote, ndio sheria inavyosema. Nimekupa mfano wa Kenya. Ndio. Kwa sababu hii sasa imekuwa sio mpira, imekuwa siasa sasa hivi. Kingine, yule mropokaji wao Kamwe anasema kwamba kuna kiongozi wa juu ambaye alishinikiza mechi watu wasiingie Simba, wasifanye mazoezi. Hivi, mwandishi, nakuja akilini kweli? Leo mtu wa ngazi ya juu serikalini wa Simba anaweza akatoa amri kwamba Simba wazuiliwe kufanya mazoezi. Kwa nini hataki kumtaja? Amtaje sisi, alafu sisi sasa hivi tunataka amtaje. Na kingine, mechi hiyo mimi kwanza, yani roho yangu inasita kabisa tusicheze. Na kama tumeamua kucheza kama na sisi tuna masharti zetu. Masharti gani? Nawaambia viongozi Mangungu na wote, kama mnanisikia, sisi tuwape masharti kwamba season mpya inayoanza Yanga wasiruhusiwe kudhamini timu 8. Hatutaki hiyo. Hatutaki Yanga wadhamini timu 8.
Shati lako na sisi tuna mashati yetu. Lakini yote kwa yote tusicheze. Mimi nakataa. Tarehe 25 tusiingie uwanjani. Msipeleke timu. Tusipeleke timu, hatuwezi kuendeshwa na utopolo hao nyuma mwiko. Na Haji Manara anasema mtakula 10. Nasema hivi, hiyo swala la kula 10 nini halipo. Swala ni kwamba tusicheze. Basi. Msimamo wenu ndio huo. Msimamo wetu ni huo mwandishi. Haki ni hipi sasa mnaitaka? Sisi haki yetu ilikuwa tarehe 15. Wanataka pointi 3. Sio pointi 3 kutokana na wao kugoma. Sawa, ni haki yetu kupata pointi 3. Kama wangeingia uwanjani tungewatwanga. Lakini hiyo iliyosogezwa mbele tarehe 25 sio haki. Sio haki. Tunanyanyaswa.